Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru sana Mungu ambaye ametupa muda mrefu, safari ndefu, lakini ambayo hatimaye inafika mwisho. Tumekuwa na safari ndefu ya kutembea kwa ajili ya neno la Mungu, na leo tunafika mwisho, lakini sio mwisho wa Injili. Na kwa sababu hiyo, nilipowatazama nikaona mkutano mkubwa ndani na nje, ambao yawezekana ni mara ya kwanza mmepata nafasi ya kuja, na wengine mmekuja siku zote. Na katika mfululizo wa masomo, series za masomo yetu, jana tulikuwa nchi mpya na mbingu mpya. Na nikaona kwa mujibu wa maandiko, leo tuna ubatizo mkubwa kabisa wa marafiki ambao wamemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, hapa katika vituo, katika nchi nzima, kokote ambako mtu amesikia habari hii na kufanya maamuzi. Kwa sababu nimezungumza na Bwana, amesema nao muda mrefu, leo atasema na walioamini muda mrefu, na atasema na wanaoingia. Kwa kazi ni mchungaji, kwa title ni mkurugenzi wa uwakili. Kwa mujibu wa miongozo ya Biblia, haikubaliki kumaliza mahubiri bila kusema zaka na sadaka. Wote mliokula zaka na sadaka, mkae kwa utulivu. Halo? Usitikisike. Utaelewa maana ya zaka na aliyeila, kama tutakuwa naye kwenye mji huo ambao habari zake jioni tutaziriwind. Sasa siko kwenye kueleza zaka ni nini. Inajulikana kwa mujibu wa Biblia ni fungu la 10, moja ya 10. Sadaka ni zaidi ya zaka. Lakini ninachokwenda kuongea ni ibada ya matoleo. Wako marafiki wengi kabisa ambao ikifika kuongelea zaka wanawatazama wana wa Israeli. Ondoka huko, haujaanza vizuri. Zaka haina asa uhusiano na wana wa Israeli. Matoleo yana uhusiano na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Matoleo hayaanzi na wana wa Israeli. Tokea milele Mungu alimuona mtu akichagua dhambi kabla ya kumuumba. Akamuona akichagua dhambi, akaweka tayari mpango wa kumkomboa. Mpango huo ulihusisha matoleo. Mpango wa ukombozi wa mwanadamu ulihusisha matoleo, ulihusisha kutoa. Kama hakuna kutoa, hakuna kukombolewa. Kwa hiyo mpango huu wa kutukomboa ambao uliasisiwa mbinguni
ukatunzwa katika siri. Malaika hawakuujua, ni Mungu peke yake, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele, ndio walijua hilo. Na Waefeso 3:9 inasema kuangazia watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kwa hiyo Adamu anapoumbwa katika uumbaji, tayari muumbaji wake alikwisha jitoa kumfia. Ndio maana Biblia yako hii ulionayo, ukienda Ufunuo 13 na fungu la 8 inakuambia, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo anaumba mtu, lakini anajua machaguo yake, na yeye amekwisha install, amekwisha weka in place mpango wa kumkomboa, ambao ndani yake kuna kutoa. Sasa wewe kama unautazama mpango wa matoleo kupitia wana wa Israeli, utazame kupitia Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi. Na toleo la kwanza kuu ni la yeye mwenyewe kutoa ili ulimwengu ukombolewe. Hiyo ndio giving. Na sayansi hii ya kutoa ikatunzwa katika siri, ikawa inatolewa kidogo kidogo, siri inafunuliwa kidogo kidogo. Kwa hiyo Baba alitoa lile fungu mashuhuri sana, Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mwana, neno alikubali kutolewa, alitoa. Na Biblia Yohana 10 na fungu la 17 na 18 anasema, ndiposa Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu ili niuke. Roho Mtakatifu alisimamia mchakato wa kutoa. The process of giving was under the power of the Holy Spirit. Unifate vizuri. Ile process ya kutoa, ya Yesu kujitoa, ili Yesu ajitoe, ilikuwa kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu. Hapo ndipo uelewe unataka kucheza na nini kwenye maisha yako. Katika Waebrania 9:14 anasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha na dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Ili Yesu ajitoe, mfumo huu wake wa kujitoa ulikuwa kupitia
mpango unaotekelezwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo, ili Yesu ajitoe, atoe damu, namba moja ni lazima avae mwili ambao ndio una damu na mifupa. Lakini Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu hawezi kushuka kujitoa bila mwili. Na ili apate mwili sasa, sayansi hii, Mariamu alimuuliza Gabrieli akitaka kujua anawezaje akazaa bila mume. Na Gabrieli akamwambia katika fungu la 35 Luka 1, akamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na uwezo wa Mwenyezi utakufunika. Kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Sasa sikiliza, Roho Mtakatifu atakujilia kwanza juu yako. Sayansi hiyo. Uwezo wa Mwenyezi utakufunika. Sasa tunajiuliza, hii sayansi, nani custodian wa sayansi hii? Mtoto anayezaliwa. Angalia Mathayo 1 fungu la 20. Gabrieli anamwambia Yusufu, mchumba wa Mariamu, anamwambia, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika akamtokea katika ndoto, akasema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yaani huu muujiza, sayansi hii iko kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu. Chukue. Nashughulika na matoleo. Kama hujawahi kutoa zaka au ulikuwa unakula zaka, uwe mwaminifu kusikiliza. Uwe hapa, uwe kwenye kituo, uwe utasikiliza baadaye, uwe mwaminifu kusikiliza. Kama uliwahi kula zaka, yawezekana ulikuwa hujui unafanya nini. Kwa maneno hayo, Yesu anapokuja duniani, Waebrania 10 fungu la 4 na la 5, maandiko yanasema, maana haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni, asema, dhabihu na toleo ukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Mwili nitakao uvaa ili nitowe damu. Maana Yesu hakuwa nao, ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Na composition, Mungu ni roho. Kwa hiyo atoi hana damu. Kwa hiyo ili atowe, Biblia inaendelea. Yohana 1:14, naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Mungu, amejaa neema na kweli. Kwa sasa mwili huu, sayansi yake Roho Mtakatifu. Na kuna wengine na wajua hapa, mko Roho Mtakatifu sio Mungu, utafia dhambini. Faster, toka huko. Una knowledge ndogo, toka haraka huko, utafia dhambini. Kwa sababu hiyo, mwili aliuvaa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili atowe. Sasa Roho Mtakatifu alisimamia ukamilifu.
kwa sababu Yesu ni lazima akiwa kwenye mwili awe mkamilifu. Ndio maana baada ya kubatizwa, ukisoma Mathayo 3:16, Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Hiyo namba moja. Alipokwenda majaribuni kujaribiwa, ukisoma Luka 4:1, anasema na Yesu amejaa Roho Mtakatifu, akarudi kutoka Jordan akiongozwa na Roho muda wa siku 40. Kwa Roho Mtakatifu akahakikisha anasimamia mchakato wa majaribu yake, na Yesu anakuwa mshindi. Sasa usije ukasema sisi tutashindaje maana hayupo. Yupo. Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi, msitoke Yerusalemu, mpokee kwanza nini? Nguvu. Roho Mtakatifu yupo, ila tumemwacha. Na anaporudi baada ya majaribu akiwa kazini, kazi zote alizifanya kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema Luka 4:14, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi yote na kando kando. Roho huyu Mtakatifu ndiye aliyemwezesha miujiza yote. Luka 4:18 inasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kwa hiyo alihubiri akiwa chini ya influence ya Roho Mtakatifu. Na amenitia mafuta kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, vipofu kupata kuona, na kuachilia walio huru. Kwa hiyo miujiza yote in summary ilikuwa chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Huyo ni Yesu. Kwa muktadha huo sasa, mpango wa ukombozi ulivyopangiliwa. Baba alimtuma mwana akashuka duniani. Mwana alipoondoka akamtuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akashuka kwetu. Roho Mtakatifu yuko na sisi. Roho Mtakatifu ndiye anatuma wamisheni, ndiye anatuma watu kazini kwa mujibu wa Biblia. Nenda mfano tu, nenda Matendo ya Mitume 13 fungu la 1 mpaka la 4. Anasema na uko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba, Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Meniani aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Sasa hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Anayezungumza ni Roho Mtakatifu, ndiye sasa na kanisa mpaka leo. Ndio maana ukienda Ufunuo anasema asikiae maneno ambayo Roho ayaambia makanisa. Kwa Roho Mtakatifu ni kazi yake kutuma wamisheni. Na ukienda fungu la 3 na la 4 anasema ndipo wakisha kufunga na kuomba wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Basi watu hao ambao ni Barnaba na Sauli wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu. Simple, Roho Mtakatifu ndiye anatuma watu wakafanya kazi, na anawasimamia wakiwa huko. Anawasimamia, anaweza akamzuia hapa akamruhusu pale. Na maandiko yanasema
katika Matendo ya Mitume 16 fungu la 6 na la 7. Hawa wanakwenda sasa, Paulo anakwenda, anasema wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri neno katika Asia. Na walipofika kuikabi Misinia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Kwa maneno mengine, Roho Mtakatifu anatoa ruhusa ya kufanya kazi ya Injili. Sasa jambo ambalo lilikuwa limeachwa nyuma, ambalo ni muhimu sana, na ni yeye anayelisimamia, ni matoleo. Narudia, ni matoleo. Matoleo. Matoleo yanasimamiwa na Roho Mtakatifu. Kama una kumbukumbu, niulize swali. Kwenye maneno ya Yesu, ni nani ambaye tuliambiwa tukicheza naye, tukamfanyia mambo yasiyofaa, hatuingii mbinguni? Tamka kwa pamoja. Tamka tena. Sasa ofisi yake ndiyo ina matoleo. Halo? Mumenielewa mjanielewa? Ndiyo ina nini ofisi yake? Sasa niwaulize kaswali kengine. Mko salama? Humo ndipo mmekuwa mkienda mnachukua zaka, mnachukua na sadaka, mnafanyia mambo yenu. Anawaangalia. Nenda kwenye Biblia sasa. Fungua Biblia. Fungua Matendo ya Mitume. Usinitazame tena. Nenda kwenye Biblia. Fungua Matendo ya Mitume. Fungua Matendo ya Mitume. Ninaamini uko unafungua. Nenda sura ya 5. Nifanye theolojia hii ikae mahali pake. Angalia sura ya 5. Tunaanza na fungu la kwanza. Lakini mtu mmoja jina lake Anania, na Safira mkewe, aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Kisha akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Swali, anachokileta ni kamili au ni pungufu? Ni kamili au pungufu? Sasa tusome hayo matoleo, huo mchakato aliufanyia kwenye ofisi gani? Wizi huo. Twende fungu la 3. Na mkurugenzi wa kwanza kwenye kanisa la mitume wa uwakili, tutamjua sio muda mrefu. Nenda hilo fungu la 3. Anasema Petero akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako? Komea hapo kwanza. Petero anaanza kumwambia, ulipokuwa unachakata kupunguza matoleo, aliyekusaidia ni shetani. Zoezi hilo lilifanyika kwenye moyo wako. Hapa kwenye maamuzi ulifanya ukiwa na clear conscience. Shetani akikuongoza. Tuendelee sasa. Tuendelee na fungu hilo la 3. Anaendelea kumwambia uongo. Komea hapo kwanza. Kumbe kuchukua
kuwa matoleo ni dhambi ya uongo. Sio wizi tu, ni plus uongo. Tuendelee kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Nani ameambiwa uongo? Zungumzeni hata kama ulikula zaka. Nani ameambiwa uongo? Kumbe dhambi hii tunaifanyia kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu mwenye jukumu la matoleo. Roho Mtakatifu ni salama. Muulize mwenzako, muulize jirani yako kwamba mpaka hapa uko vizuri. Muulize akueleze uko vizuri mpaka hapo. Muulize tena, alafu mwambie kwamba dhambi hii tumeifanya mimi na wewe kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu. Mwambie, usiniangalie mimi. Nataka ujumbe uzame. Huwa mnaacha kutoa matoleo, mnakula zaka, mnasema kule union hatuwaelewi vizuri. Hata kama uwaelewi, toa zaka. Hutakuwa salama. Angalia fungu la 4 anamwambia, kilipokuwa kwako, akikuwa mali yako, kilipokuwa kuuzwa, thamani yake haikuwa ndani ya uwezo wako, ili kuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, conscious yako? Hukumwambia uongo nani? Bali nani? Mungu. Kwa hiyo ukila zaka na sadaka unafanya kosa kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu. Anania anaelewa na dhambi hii kwa mujibu wa Yesu. Ukishafanya kwa Roho Mtakatifu hakuna msamaha. Twende fungu la 5. Anania aliposikia maneno haya akafanya nini? Akaanguka, akaishi. Akafanyaje? Akafa. Maana aishi asiishi amekwisha kataliwa. Roho Mtakatifu, yawezekana ujui ukubwa wa kosa na kueleza ukubwa. Nafurahi kwamba mkutano utaisha nimeeleza ukubwa wa kosa. Narudia, twende fungu linalofuata la 7. Muda wa saa 3 baadaye mkewa akaingia, naye ana habari ya yaliyotokea. Petro akajibu. Anajibu swali gani? Maana yake mwanamke alipoingia anatafuta mume, watu wanamwambia amesha dead. Nani Petro, muulize Petro. Petro akajibu akamwambia, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndio, thamani hiyo. Petro akamwambia, ilikuwaje hata mkamjaribu nani? Roho wa Bwana, kwa sababu ni dhambi dhidi ya Roho Mtakatifu. Alafu akamalizia, angalia, miguu yao waliomzika mmeo iko mlangoni, nao watakuchukua na wewe. Fungu la 10, mara akaanguka miguuni pake, akafanyaje? Haya, wamekufa wangapi? Kwa hiyo hii zaka ni ya kuchezea. Unajua nyinyi mlikuwa mjafa, mtakufa nikishaondoka. Kwa sababu mlikuwa na nuru ndogo. Kwa na nuru ndogo, Mungu anaachilia. Anasema zama za ujinga, siwezi kuondoka bila kuambia.
na mpaka nimalize zege, na wenye mitambo kokote wanakotusikiliza mpaka zege liishe. Sikiliza. Mtu mmoja alitoa vizuri. Nenda sura ya 10. Nenda sura ya 10. Anasema palikuwa na mtu mmoja Kaisaria. Jina lake Kornelio, akida wa kikosi choitwa Kiitalia. Mtu huyu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi saa 9 mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Jambo jema kabisa. Ila anawapa watu zaka, yani matoleo, anawapa tu watu, anawapa. Huyu sio Myahudi. Ana nuru ndogo. Mbingu zilifurahia kwa sababu anatoa. Lakini yako mambo ya kutengeneza. Nenda katika fungu narofuata. Fungu la 5. Sasa basi peleka watu Yafa ukamwite Simoni aitwaye nani? Maana kanisa la mitume huyo ndiye alikuwa mkurugenzi wa uwakili. Nenda kamuite. Aje afanye nini? Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni mtengeneza ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia ya kupasayo kutenda. Akatuma watu. Na kwa taarifa yako, sio rahisi Petero kuja kwa nyumba ya mtu ambaye kwa asili sio Myahudi. Petero alipokuwa nyumbani, huyu ameshatuma watu, akasikia anataka kuomba, akapanda darini, huko akasikia njaa mpaka akazimia. Tuulizane, njaa gani mpaka unazimia? Hii ni nguvu ya Mungu. Na alipokuwa anazimia, kikaja kitambaa kina wanyama najisi, akanambia chinja ule. Akasema sijawahi kula. Ikatokea mara 3 na Mungu akamwambia, vilivyotakwa sana Mungu wewe usiviite najisi. Petero alipokuwa anaona mashaka, na wale watu walikuwa tayari wameshafika, wanasubiri, wanapiga na hodi. Sasa Petero yuko gorofani huko. Soma ni nani anashughulikia matoleo ya Kornelio. Fungu la 19. Anasema, na Petro alipokuwa akiyafikiri yale maono, Roho akamwambia, wako watu 3 wanakutafuta. Nani amemwambia Petro? Roho Mtakatifu, maana ni ofisi yake. Kumbe mwenye maono alikuwa ni yeye yule Roho Mtakatifu. Nenda fungu la 20. Petro, basi ondoka, ushuke, ufuatane nao, usione tashwishi, maana ni mimi niliyewatuma. Haleluya. Hawa watu Kornelio aliwatuma, ila Roho Mtakatifu anasema ni mimi niliyewatuma. Nenda kamsaidie kwa habari ya matoleo. Sasa watu wengi sana, hata nikiuliza mkajibu kwa sauti, nijibuni, amri 10 zilitolewa wapi? Sema kwa sauti, amri 10 zilitolewa wapi? Mlima wa nini? Sasa ngoja ni kuonyesha ambacho hujui kingine. Nenda Kutoka 20.
Mungu alipomaliza kutoa amri 10, Mungu alipomaliza kutoa amri 10 akukomea hapo, alitoa kingine. Angalia fungu lile la 22. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, hivi ndivyo nyinyi wenyewe mmeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni. Msifanye miungu mingine pamoja nami, miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu, msifanye. Fungu la 24. Utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa huko juu yake sadaka zako za kuteketezwa, sadaka za amani, kondoo zako, ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho. Kwa hiyo kitu cha pili kilichotolewa kando ya amri 10 ni sadaka. Siku hiyo hiyo Mungu akatoa maelekezo ya ibada, namna watakavyotunza sabato, watakwenda na matoleo. Siku hiyo hiyo ndipo Mungu alipotoa sadaka. Utaniuliza, na zaka je? Huwa mnasoma haraka Biblia leo mpaka kieleweke. Nenda 27 mambo ya Walawi. Nenda 27 mambo ya Walawi. 27 mambo ya Walawi. Walawi 27. Nenda 27 Walawi, ili tujue kwamba hiyo zaka ilitolewa lini. Nenda fungu la 30. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Nenda fungu la 32. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya 10, watakuwa watakatifu kwa Bwana. Sijamaliza. Wote twende fungu la 34 tujue maneno haya yalizungumzwa lini na wapi. Wakati ni sasa. Fungu la 34. Haya ndiyo maagizo Bwana aliyomwagiza nani? Musa, kwa ajili ya wana wa nini? Wa Israeli. Katika mlima gani? Sinai. Zaka ilitolewa Sinai. Sadaka Sinai. Halo? Niwaulize, kama ulikuwa ujui, siku Mungu alipotoa amri 10, zilikuja kwenye mbao ngapi amri 10? 2. Ni siku hiyo hiyo alitoa zaka na sadaka. Zaka ubao namba 1, sadaka ubao namba 2. Utakwepea wapi? Narudia, siku ambayo Mungu alishuka akatoa mbao 2 za mawe zikiwa na amri 10, ndiyo siku hiyo hiyo aliotoa maelekezo ya utoaji wa zaka na sadaka. Zaka ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sadaka mpende jirani yako. Ndio maana sadaka ikitolewa inaanza kubaki kanisani ili ihudumie na watu wengine. Nani alikudanganya ukaacha matoleo? Yalitolewa mlima Sinai. Nauliza, mlima gani ilitolewa uletaji wa zaka na sadaka? Sinai. Ni wapi Mungu alitoa amri 10? Sinai. Usalama wenu uko wapi? Wakati fulani huwa siwaraumu washiriki, hata sisi wachungaji, namna ninavyoelezea jambo ulijui. Zaka ni nzuri, mtae watu wa Mungu. Wewe ni nzuri wewe. Chapumba. Zaka kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu. Mungu alipokuwa anatengeneza taifa, amewapa na ibada, akawapa na matoleo ya zaka na sadaka. Alipotoa mbao 2 na akatoa na zaka na sadaka. Mafungu mangapi? 2. Zaka, sadaka. Siku hiyo hiyo.
Na Yesu anasema mpende Bwana Mungu wako na mpende jirani yako. Na unapotoa sadaka yako, kwa kuwa imelenga mpende jirani yako, huwa inaanza kubaki kanisani. Kura zaka, utaona cha mtema kuni. Anania na Safira walikiona. Sasa leo nimalizeje? Sikiliza kwa nini zaka iletwe. Mtu mmoja anaitwa Yakobo, mzee wa imani, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Yakobo alipokuwa safarini aliota ndoto. Tunaifahamu sana, huwa tunaihadisia. Akaweka jiwe, akalala, akaota ndoto, ngazi inapanda mpaka mbinguni. Na Bwana Mungu yuko kwenye ngazi. Na Bwana Mungu akatangaza, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka baba yako. Nchi hii urarayo nitakupa wewe. Nitakulinda uendako na nitakurudisha mpaka nyumba ya baba yako. Baadaye akaamka kutoka usingizini, akatoa tafsiri ya ndoto yake na maana yake. Na kwa nini tulete matoleo? Angalia Mwanzo 28. Angalia Mwanzo 28. Mwanzo 28. Mwanzo 28. Angalia tafsiri fungu la 16. Akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa. Moja hiyo, Bwana yuko mahali hapa. Endelea, nami sikujua. 17. Akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Hoja ya pili, pana utukufu mkubwa mno wa Mungu. 3, hapa ni nyumba ya Mungu. Maliza, napo ndipo lango la mbinguni. Kwa hiyo zaka inapelekwa nyumbani mwa Bwana, ambapo panaitwa kwa jina lake, ambapo mambo yako yote ya kiroho ndipo yanaanzia na kupokelewa na Mungu. Akasema katika fungu lile la 21, akasema 21, nami nikirudi kwa amani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nilisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Kwa hiyo zaka inaletwa nyumbani mwa Bwana. Ndipo tunaleta zaka ambapo jina la Bwana lipo. Ndipo tunapoleta zaka yetu. Wengi sana, zaka inachanganywa na maisha yao ya kila siku. Akitaka kununua gari au anataka kupeleka mtoto shule na mapato yamepungua, anachukua zaka. Zaka inakwenda mahali ambapo Bwana hakupachagua. Ndio maana tuna mapigo mengi kwenye shughuli zetu. Na ndio maana hata watoto wetu hawajatulia. Na ndio maana makanisa hayajatulia. Na ndio maana mambo ya kiroho yameshuka. Na ndio maana ule ushawishi wa mbingu umeondoka kabla mkutano haujaisha. Kila mtoto wa Mungu aliyecheza na zaka, ambaye ana mgogoro na zaka, ana mgogoro na jambo kubwa mno.
ana mgogoro na ofisi ya Roho Mtakatifu. Nazungumza na mchungaji wa mtaa huu. Kila mshiriki wako aliyecheza na zaka ana mgogoro na Roho Mtakatifu. Kila washiriki wa jimbo hili waliokula zaka wana mgogoro na Roho Mtakatifu. Kila washiriki wa uni hii, mchungaji Makori, wanaocheza na zaka kwa sababu zozote zile, wana mgogoro na Roho Mtakatifu, na makanisa hayatatulia na ugomvi hautaisha, vurugu kwenda mbele. Nazungumza na waimbaji ambao wanatuimbia alafu wanapotea hawatoi. Kila kwaya yenye mgogoro na matoleo haitasimama. Nazungumza na wakina mama wakubwa kwa niaba yao, ni huyu hapa. Kama una mgogoro na Roho Mtakatifu, huna familia, huna mbingu. Nazungumza na washereshaji. Kama muna mgogoro na matoleo, yako mambo ya kutengeneza. Na Roho Mtakatifu ndiye mwenye ofisi hiyo ya utume, na ndio maana zaka inaitwa na sadaka fedha ya utume, the mission. Na kila anayebatizwa kanisa hili la Mungu ajue amekuja kutumika. Zaka yake na sadaka yake inatakiwa ili kazi ya Mungu ifanyike. Haya mahubiri yametumia mapato, wewe ukapatikana, na wewe lete ya kwako ili viungane, kazi iendelee. Leo katika moyo wako, kama uliwahi kutumia zaka, nitakapotoa kawito kakali, usijifanye mjuaji. Halo? Nitakapotoa kawito ambako kako too straight, usijifanye mjuaji. Ndio wakati wa kurekebisha mambo yako. Kama kuna shemashi aliwahi kucheza na zaka ilipokuwa kwenye eneo lile, au mtunza hazina akacheza nayo, ulikuwa unachezea kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu, si muda mrefu utapigwa. Fanya matengenezo. Hiyo imeenda. Mungu akubariki unapofanya maamuzi magumu leo kujiunga na kanisa, uliyejiunga kuwa mtoaji, maana ni sehemu ya injili iliyonyoka, katika jina la Yesu. Amina. Tabiri matukio, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu, maana wakati ni sasa. Maneno ya unabii huu, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana
ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea, makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Bwana awabariki sana waimbaji, na Mungu awabariki sana mkutano. Ninawaalika kwa namna ya pekee kutafakari mambo yetu wote, kila mmoja kwa nafasi yake, kutafakari namna anavyosimamia mambo haya makubwa ili kufanya maamuzi mazito. Maamuzi mazito. Nimemaliza kusema juu ya ibada ya matoleo, na ninajua yawezekana ukakuta mkutano mzima una mashaka. Ebu kama kuna mtoto wa Mungu katika mkutano huu anasema, kwa maneno ya leo mambo yangu na dishi langu limeyumba kabisa, siko salama, asimame kwa miguu yake. Siko salama. Kwa habari ya matoleo, siko salama kabisa. Siko salama kabisa. Siko salama kabisa. Siko salama. Siko salama. Mwezi huu tu wenyewe nimeshakula zaka na sadaka. Siko salama kabisa. Huzuri ni kwamba ukimwamini Yesu, yeye ndiye aliyetoa toleo namba 1. Na ndiyo maana Yakobo 1:17 inasema, kama kuna kutoa kuliko kwema, kama kuna kutoa kilicho kamili, utoka juu, utoka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kigeugeu. Yeye ndiye aliyetoa a complete sacrifice kwa ajili yetu sisi sote. Na ndio maana tunampenda, na ndio maana hata leo katika mkutano huu makini, wako wanaume na wanawake wanaosema tunatamani kujiunga na kanisa la Mungu kwa njia ya ubatizo. Marafiki zangu, wale ambao katika nafsi zenu mnatamani kuokolewa, na mchana wa leo mnasema tuko tayari kwa ubatizo, Bwana awabariki sana mnapotafakari jambo hilo. Na ni wakati huu ambapo mbingu zinasubiri kuona wanaume na wanawake. Wako ambao wamejitoa tangu tuanze mikutano katikati ya juma, wamejitoa
Wako ambao walikuwa wajafanya maamuzi, lakini leo wanafanya maamuzi. Ni wape nafasi. Bwana anakupa nafasi. Kama umeamua kubatizwa, tembea tu mbele na watu wakupishe, utembee mbele. Bwana akubariki sana. Wewe tutembea mbele na watumishi wa Bwana watakupokea, maana unafanya maamuzi makubwa, mazito, magumu. Mtoto wa Mungu, kila mtoto wa Mungu ambaye katika moyo wake leo ameamua ya kwamba nitabatizwa, tembea sasa, tembea sasa, tembea sasa. Hata kama ulikuwa haujajitoa katikati ya juma, ila umewiwa sasa na ukafanya maamuzi hayo makubwa kwenye moyo wako, na unaamua ya kwamba ninakuja kwa Yesu, nitaungana na kundi hili kubwa ambalo leo wataenda kubatizwa. Ninajitoa kwa Bwana kujiunga na kanisa la Mungu, na mimi niwe miongoni mwa wanaopokea ukweli huu mzito. Nataka niokolewe, nataka nipate uzima wa milele. Tembea uje mahali ulipo, tembea uje. Bwana akubariki sana. Just walk. Wewe tutembea, maana unasikia sauti ya Bwana kwenye moyo wako inasema na wewe, na unawiwa katika nafsi yako, unasema leo ni leo, wakati ni sasa, najitoa kwa Bwana na kuja. Tembea uje mahali ulipo, tembea uje. Unaposikia sauti ya Bwana, tembea uje. Wakati wanaendelea kuja watu wa Mungu wanaokata shauri, marafiki zangu mliosimama, Bwana wabariki sana. Ninafikiri umeiona zaka ilivyo ngumu sasa. Hebu mshike mkono mwenzako, jirani yako, maana ulikuwa hujamfahamu. Mshike mkono sasa. Mshike mkono, mshike jirani yako mkono. Muulize tu swali moja, umebatizwa? Subiri majibu. Kama amekwambia bado, njoo naye. Ndio maana aliletwa kukaa karibu na wewe ili aokolewe. Mlete sasa, kwa kuwa Bwana alimleta karibu na wewe ili aokolewe. Kama amekwambia bado, tembea naye, maana damu yake iko juu yako. Umemshika mkono, mwambie rafiki, twende sasa. Usiwe na wasiwasi. Kama utabatizwa leo, lakini tutapanga ubatizo wako. Jitoe leo kwa Bwana. Tembea naye, maana amekupa majibu. Tembea naye. Bwana akubariki sana. Unawiwa katika moyo wako, unasikia sauti ya Bwana inasema nawe, na umeamua ya kwamba nabatizwa kwenye kanisa la Mungu. Bwana akubariki sana. Ulimuuliza rafiki yako na alikujibu. Kama alikuambia bado na bado ajaja na wewe umeridhika, damu yake iko juu yako. Sasa jihoji, mshike mkono, mwambie mtu wa Mungu, huu ndio wakati wenyewe, nihurumie hata mimi, damu yako isiwe juu yangu. Njoo naye kwa Bwana. Bwana akubariki. Mkono wa Bwana akubariki sana. Kama unaona amekupa majibu, huu ni wakati ambapo watoto wa Mungu waliofanya maamuzi katika nafsi zao wanakuja kwa Yesu wanayempenda, rafiki yao ambaye alitoa ili waokolewe. Na huyo Yesu aliyetoa waokolewe ndiye ametoa kwa ajili yako. Saa hii ni saa ya maamuzi. Kama katika nafsi yako unasikia Bwana, Mungu akubariki. Wewe umetekeleza wajibu wako kwamba damu ya huyu haitakuwa juu yangu, lakini naona hapa kuna damu ambazo zitakuwa juu ya watu. Ninaona na damu zitakazokuwa juu ya watu. Hamjafanya Bwana alichotaka mfanye. Ninaona hapa kuna damu zitakuwa juu ya watu.
fanya wajibu wako, maana huyo rafiki ameletwa kando yako ili apokee wokovu. Sikuzaliwa Mwadventista, nilizaliwa Mkatoliki. Na wazazi wangu, baba yangu alikuwa na wake wawili, mama yangu akiwa mkubwa wa familia, mama mdogo, na jumla akazaa watoto 18. Na mimi nikiwa watatu. Familia ikakaa kikao, ikasema huyo atakuwa padri. Nikachaguliwa nikiwa bado kijana mdogo. Kura ikaniangukia. Nikaondoka. Baada ya kura nikamfuata mama yangu jikoni. Nikamuuliza, kwa hiyo mama, mimi sitaoa? Huo ndio ulikuwa mzigo. Akanambia, hey, mwanangu. Nikatoka moyo wangu umeumia, lakini kwa kuwa familia imenichagua, napotoa kisa hiki, endelea kutembea. Endelea kutembea, endelea kuja kwa Yesu. Nikaondoka, nikapelekwa seminari. Nikaanza ya kwanza kabisa, na nikaenda kusoma seminari humo. Ninaona mambo yanavyoendelea. Nikamaliza la 7, nasoma kwenye mission. Nimetolewa tayari. Nikapelekwa kidato cha kwanza, shule ya mission, seminari nyingine. Nikiwa hapo kwenye nchi yangu, hiyo shule ikataifishwa na serikali, ikawa ya wananchi, na wakaanza kuleta wanafunzi wengine ambao kwa asili sio Wakatoliki. Sasa wasichana kwa wavulana, ilikuwa ni ya wanaume watupu. Na humo ndipo akaletwa Msabato. Na Msabato huyo ndio wokovu wangu. Akaeleza na msikiliza, nikambishia, tukaenda kufanya mkutano. Yeye upande huu na watu wake, na mimi upande huu. Asubuhi mpaka jioni. Hoja zangu zote akazipangua. Ila nikamwambia hakuna, ila moyoni nasema zimepanguliwa. Kama katika moyo wako unamsikia Roho anazungumza na wewe, huu ni wakati wa kutoa maisha yako kwa Yesu. Anakusubiri, usichelewe. Tukafanya mkutano mwingine. Kwa mara ya kwanza nikaenda kununua Biblia. Nikasoma miezi 3 neno kwa neno. Tulipofanya mkutano wa pili, hata yeye alijua nimesoma. Maana namwambia fungua Mathayo, fungua Luka, fungua Yohana, lakini hoja zangu zote akazipangua. Kama unasikia sauti ya Bwana kwenye moyo wako na unataka utoe maisha yako kwa Yesu, hujachelewa. Vijana mlio, watu wazima, vijana mlio huko juu, kama umemuuliza yule akasema hajabatizwa, njoo naye, ndiye tunamsubiri. Hatimaye baada ya mahojiano ya kutosha, tukaachana. Nikarudi nyumbani. Tukawa na mkutano mzuri wa seminari. Nikawa na yale maswali ya msingi. Nikamuuliza kiongozi wa dini, padri. Akatoa majibu ambayo sikulizika nayo. Mkutano ukaisha, Jumapili ikafika, mimi majibu sina. Alafu kwenye mkutano, huyu kiongozi mzuri wa dini akatoa litani ya kutubariki. Vijana wamekuwa na ibada nzuri, wamejifunza mengi, kwa hiyo watapokea mkate na divai. Watu wote mimi moyo wangu ukawa zero kabisa. Nilipomaliza kuchukua mkate na divai, nikaenda jumura, nikatoka nje, nikarudi nyumbani. Kumbe nyuma baba ananifuata. Nilipofika nyumbani na baba amefika, akasema mbona umeacha? Nikanyamaza, akanipiga sana.
imani. Nilipoumia mno nikamwambia, sikiliza baba, kuanzia leo hii dini ni yako na mke wako. Kipigo kikaongezeka. Akapiga nilipoumia mno. Nikamwambia, kwa taarifa yako, mnyama ni fulani. Mumeelewa? Kunipiga kukaachia hapo. Akanambia, mwanangu, uelewi nini? Akachukua Biblia kubwa, imprimata ya Katoliki, akaanza kusoma Mathayo 28. Nikamsogelea, nikachungulia fungu la kwanza, siku ya kwanza ya juma, nikakuta ameweka mistari mekundu. Nikamwambia, mbona umeweka mistari hapo? Akasema, hata mimi hapa huwa nina mashaka sana na hii siku ya kwanza ya juma. Nikasema, mbona umenipiga? Alinifukuza nyumbani. Kidato cha 5 cha 6 tuko taenda jeshi, nikaenda nikarudi, nikazunguka, nikaenda university, sijawahi kurudi nyumbani. Nikafanya kazi miaka 4. Baada ya miaka 8 kuelekea 9 ndipo baba anakuja kunitafuta, na anapokuja analia, anasema, mwanangu, rudi nyumbani, nimekuja na mdogo wako, dini yako ni ya kweli, rudi nyumbani. Marafiki zangu, unapojiunga na kanisa unakuwa umefanya maamuzi mazito ya mwisho, na Bwana atakubariki sana, hakuna mashaka. Aliponifukuza sikuwa na elimu. Leo utasikia wanasema Dr. Nzungu, nilipata humu. Walionilisha ni washiriki hawa mpaka nikatoboa, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mungu akubariki, Mungu akutie moyo. Mungu akubariki, Mungu akutie moyo. Wale mlio na kwenda kuomba ombi fupi, alafu viongozi wataendelea. Naenda kuomba ombi fupi sasa. Sikiliza kwa makini kabla sijaomba. Kama una mgogoro na zaka, nyosha mkono wako mahali ulipo. Wenye mgogoro na usijifiche. Baba, hiyo ni migogoro, ni mikono ya warazaka, wale ambao umesema wanakuibia. Na jana tuliona mji mtakatifu ambao ndani yake hakuna mwizi wala mnyang'anyi. Ninakusihi kwa namna ya pekee, hawa watoto wako mchana wa leo watengenezee njia ya kurejea nyumbani. Wasaidie kutengeneza mapungufu walioyasikia, na waanze sasa kwa uaminifu katika ibada ya matoleo. Lakini kuna watoto wako ambao katika mkutano huu wameamua kwamba watabatizwa katika kanisa la Mungu hapa katika vituo na sehemu mbalimbali ambayo wamesikia. Tafadhali, hata kabla ya kuwabatiza kwa maji, wabatize kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Wasilibe na kuwahifadhi, wawekee uzio wa moto, ili mwanadamu mwingine asiweze kuharibu imani yao. Sisi sote kama kanisa, kama watu uliowaita saa hii ya jioni, tuunganishe na hawa wanaokwenda kubatizwa, tutengeneze timu kubwa kwa ajili ya kazi yako. Tunajisalimisha mikononi mwako sasa, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amina. Asante mnasemaje kwa mahubiri hayo? Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Naomba wale ambao wanabatizwa wote, tunaingia kwa mlango huu tukiongozwa na Pastor Malaki. Kwa muda mfupi sana tunaingia na mlango huu, na ninaomba